الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Naam, kwa tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala tunaendelea na somo letu la nahau, na kama tulivyotangulia kusema kwamba tumesoma aina ya kwanza na tumeikamilisha yote. Aina ya kwanza katika zile awamil lafdhiyatun samaiyatun, ambazo kule kwenye ukurasa wa 23 tuliambiwa kwamba nini, zimegawanyika katika aina 13. Kwa hiyo tumesoma awamil lafdhiyatun samaiya, aina ya kwanza ambayo ni herufi zenye kujulisha jina moja. Tamam, herufi zenye kujulisha jina moja, na tumeona herufi hizo zipo ngapi? 17. Kwa hiyo tunakuwa katika zile awamil lafdhiya samaiya tumekamilisha aina moja, zimebakia aina ngapi? 12. Sasa leo insha Allahu taala tunaingia katika kusoma awamil lafdhiyatun samaiya, aina ya pili. Aina ya ngapi? Ya pili. Sawa sawa, Kwa tukisoma hii zinabakia awamil lafdhiya samaiya aina ngapi? 11. Anasema Sheikh, alhurufu almushabbahatu bilfi'l. Aina ya pili ya awamil lafdhiyatun samaiya ni herufi zenye kufanana na kitendo. Kwa nini? Tutaelezwa. Anasema an-naw'u athani, aina ya pili min 13 naw'an, katika zile aina 13 za awamil lafdhiyatun samaiya, hurufun ni herufi tansibu al-isma, zenye kulinasibisha jina, wa tarfa'u al-khabara, na zenye kuirufaisha khabari. Wa hiya, na herufi hizo 6 ahrufin, ni herufi 6. Al-awwalu, herufi ya kwanza inna, ni inna. Wa thani, na herufi ya pili anna, ni anna. Wa huma, na hizi herufi mbili anakusudia inna wa anna, litahqiqi, zinatumika kwa maana ya at-tahqiq, uhakika. Nahwu ni mfano wa kusema. Hii nahwu tunaikuta sana katika masomo yetu Sasa i'rabu yake nini? Hii nahwu ni khabarun li mubtada, ni khabarul mubtada, khabarul mubtada. Mubtada wake ameondoshwa, wataqdiru, na makadirio ya kumkadiria huyo mubtada wake ni dhalika. Dhalika nahwu, wada dhalika, na hilo uliloelezwa. Dhalika, na hilo uliloelezwa. Nahwu ni mfano wa kusema kadha wa kadha wa kadha. Tamam. Kwa hiyo nahwu ni khabarul mubtada, mubtada wake ameondoshwa, wataqdir dhalika, hilo uliloelezwa hapo nyuma. Nahwu ni mfano wa kusema kadha wa kadha. Tamam, hakadha. Kwa nahwu ni mfano wa kusema inna zaidan qaimun, hakika zaidi ni mwenye kusimama. Wa balaghani anna zaidan dhahibun, na imenifikia habari mimi ya kwamba zaidi dhahibun, ameondoka. Dhahibun, ameondoka. Tamam. Kwa utaona unatumia mara nyingi hata kwenye tafsiri hakika, hakika, hakika au kwamba. Tamam. Ile kwamba ina maana ya hakika. Kwa hiyo ya kwanza ni inna, na ya pili ni anna, na mfano wake tumeshaelezwa. Haina haja ya kueleza i'rabu zake, nadhani i'rabu zake zinafahamika. Tamam, hakadha, isipokuwa kama kuna faida ya ziada tutaieleza. Wa thalithu, na herufi ya tatu katika herufi zenye kulinasibisha jina na kuirufaisha habari. Kaanna, ni kaanna litashbihi, ambayo nini, inatumika kwa ajili ya kufananisha. Litashbihi, inayotumika kwa ajili ya kufananisha. Nahwu, mfano kusema kaanna zaidan, kaanna zaidan al-asadu, kaanna zaidan al-asad, kaanna zaidan al-asadu, kana kwamba zaidi ni simba. Kaanna zaidan al-asad,
kaanna zaidan al-asadu, kana kwamba Zaidi ni simba, kwa maana Zaidi alivyo ni kana kwamba simba au ni kama simba, sawa sawa. Kaanna zaidan al-asadu, Zaidi alivyo ni kama simba. Kaanna zaidan al-asadu, Zaidi alivyo ni kama simba. Tashbihan majazia, ufananishaji huu ni ufananishaji wa kimafumbo, la haqiqiyan, si wa hakika. Tamam. Kumfananisha Zaidi na simba, ufananishaji huu ni ufananishaji wa kimajazi, si wa hakika. Kwa sababu gani? Zaidi ni mwanadamu lakini kuna sifa ambayo wanashirikiana Zaidi na simba, ndiyo maana Zaidi akafananishwa na simba, na sifa hiyo nadhani inafahamika ni nini? Ashajaa au ashujaa, sawa sawa. Ashajaa fi shajaa, tamam. Tayib, ni ashajaa, tamam. Warabi'u, na herufi ya 4 lakinna, yani lakinna lilistidrak, ambayo hii inatumika kwa maana ya kukiwai kitu. Lilistidraki, ambayo inatumika ikiwa na maana ya kukiwai kitu. Lilistidraki, ambayo inatumika ikiwa na maana ya kukiwai kitu. Nahwu, mfano kusema ma jaani zaidun lakinna umaran au amran, lakinna amran hadirun. Nahwu, mfano kusema ma jaani zaidun, hakunijia mimi Zaidi, lakinna, lakini amran, amran hadirun, yupo. Tuona amran imenasibishwa na lakinna, hadirun imerufaishwa. Wa maana al-istidrak, wa maana al-istidraki, hapo metiarafu lakini wetia kasra. Wa maana al-istidraki, na maana istidrak huwa nayo an yatawassata baina kalamaini mutaghayiraini bin-nafyi wal-ithbat, sawa sawa. Huwa nayo maana yake an yatawassata, ni mtu kuingilia, baina kalamaini, kati ya maneno mawili, mutaghayiraini, yenye kutofautiana, nafyi, kuingilia kati kwa kukanusha, wal ithbat, na kwa kuthibitisha. Utaona hapa ma jaani Zaidi, kakanusha kwamba Zaidi ya kumjia, lakini kisha akaja akathibitisha, akasemaje? Lakinna amran hadirun, akathibitisha kwamba nini? Amran yupo, amehudhuria. Tamam, hakadha. Kwa hiyo ni mtu kuingilia kati ya maneno mawili. Tamam. Walkhamisu, na herufi ya 5 laita, ni laita litamanni, na inatumika kwa maana ya kutamani. Nahwu, mfano kusema laita zaidan muntaliqun, natamani Zaidi angekuwa ni mwenye kuondoka, natamani Zaidi angekuwa ni mwenye kuondoka. Tamam. Taona zaidan imenasibishwa, muntaliqun imerufaishwa. Wa maana at-tamanni, wa maana at-tamanni, na maana ya kutamani, talabu usuli shay'i, ni kutaka kupatikana kitu, sawaun, sawa sawa, kana mumkinan, kiwe kitu hicho ni chenye kuwezekana kupatikana, au mumtani'an, au akiwezekani kupatikana. Sawaun, sawa sawa, kana mumkinan, kiwe kitu hicho ni chenye kuweza kupatikana, au mumtani'an, au hakiwezekani nini kupatikana, sawa sawa. Falmumkin, basi kile ambacho kinawezekana kupatikana. Nahwu, mfano kusema laita zaidun, laita zaidan qa'imun. Nahwu, mfano kusema laita zaidan qa'imun, natamani Zaidi yangekuwa ni mwenye kusimama. Tamam. Walmumtani'u, sio mumtana'u, mumtani'u. Kuna baadhi yanatokea makosa ya chapa, kwa mtaweka sawa. Tamam. Walmumtani'u, na mfano wa kile kisichowezekana. Nahwu, ni mfano wa kusema laita zaidan ta'irun, natamani Zaidi angekuwa ni ndege. Haiwezekani hiyo, haiwezekani, sawa sawa. Wasadisu, na herufi ya 6 la'alla, ni la'alla litaraji, hapo ameandika litaraju, sawa sawa, imekosewa, ni litaraji. Mafhumu. Wasadisu, na herufi ya 6 la'alla, ni la'alla litaraji, ambayo inatumika
kwa maana ya kutaraji. Nahwu mfano kusema la'alla zaidan qa'idun, huenda zaidi akawa nini? Ni mwenye kukaa. Umeona la'alla zaidan qa'idun, huenda zaidi akawa ni mwenye kukaa. Wataraji, na kutaraji, yustamalu fil mumkin faqat, akikusudia na hii maana ya kutaraji. Wataraji, na hii maana ya kutaraji, yustamal, hutumiwa fil mumkin faqat, katika kile chenye kuwezekana kupatikana. Tamam. Fil mumkin faqat, katika kile chenye kuwezekana kupatikana tu. Ka qawlihi ta'ala, kama kauli yake Allah aliposema la tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra. La tadri, hautambui wewe, la'alla Allah, huenda Mwenyezi Mungu, yuhdithu, akazusha, baada dhalika, baada ya hayo yaliyopita, amran, akazusha jambo jingine. Tamam. Katika masala ya talaq aya hii ipo katika nini? Surati Talaq, ikizungumzia masala ya eda. Tamam. Wa qawlihi ta'ala, kama mfano mwingine wa kauli yake Allah aliposema wama yudrika la'alla as-sa'ata qarib, na ni kipi kitakachokufahamisha kwamba kiyama kipo karibu. Tamam. Kwa hiyo herufi zenye kufanana na kitendo ni hizo herufi 6 ambazo zimetajwa hapo na zimetolewa mifano. Kilichobakia ni wewe kuitabikisha hiyo mifano katika vitu vingine. Sasa kwa nini zimeitwa ni herufi zenye kufanana na kitendo? Tunaelezwa hapa, anasema wa innama sumiyat hadhihi alhurufu alhuruf almushabbahata bilfi'li likauniha ila akhiri. Wa innama, na hakika si vinginevyo, sumiyat, zimeitwa hadhihi alhurufu, herufi hizi, alhuruf almushabbahata, kuwa ni herufi zenye kufanana bilfi'li, na kitendo, likauniha, kwa sababu ya kuwa herufi hizo, ala 3 ahrufin fasa'idan. Likauniha ni kwa sababu ya kuwa herufi hizo ala 3 ahrufin, zinaanzia idadi ya herufi 3, fasa'idan, na kuendelea. Utaona zote pale una inna, anna. Kwenye inna pale ile hamza iko peke yake, lakini kwenye nuni pale kuna nuni ngapi? 2. Nuni ya kwanza ni ina sakina, nuni ya pili ina haraka ya fatha, inna. Sawa sawa, ziko herufi ngapi? Ziko herufi 3. Kaanna ziko herufi ngapi hapo? 4. Lakinna ziko herufi ngapi? 4, na kuendelea. Tamam. Kwa hiyo ni sababu ya kwanza. Wa fathi awakhiriha kama futiha akhiru alfi'l, kwa maana wali fathi awakhiriha, na kwa sababu ya kuwepo haraka ya fatha. Wa fathi, akimaanisha wali fathi awakhiriha, na kwa sababu ya kuwepo haraka ya fatha, awakhiriha, mwishoni mwa herufi hizo, kama futiha akhiru alfi'li, kama kulivyowekwa haraka ya fatha mwisho mwa kitendo. Dharaba, tuna mwisho wake kuna nini? Mwisho wa dharaba kuna nini? Kuna herufi ya kuna haraka ya nini? Haraka ya fatha. Tamam. Hakadha. Sababu ya 3, wa wujudi maana alfi'li fi kulli wahidatin minha, maana waliwujudi, na kwa sababu ya kuwepo, maana alfi'li, maana ya kitendo, fi kulli wahidatin minha, katika kila herufi moja, minha, kwenye herufi hizo, fi kulli wahidatin minha, katika kila herufi moja, minha, katika kwenye herufi hizo, fi kulli wahidatin, katika kila herufi moja, minha, kwenye herufi hizo. Tamam. Utaona laita na tamani, laalla, huenda, kaanna, kana kwamba, inna, hakika. Sawa sawa. Wa kama anna alfi'la yarfa'u wa yansibu, na kama ambavyo kitendo, wa kama anna alfi'la, na kama ambavyo kitendo, yarfa'u, kinarufaisha, wa yansib, na kinanasibisha, fakadhalika, basi vile vile, hiya, herufi hizo, tarfa'u, zinarufaisha, wa tansib, na zinanasibisha, limushabahatiha alfi'la min hadhihi alwujuh, limushabahatiha, kwa sababu zinarufaisha
na kunasibisha hizo herufi limushabahatiha alfi'la, kwa sababu ya kufanana na kitendo, min hadhihi alwujuhi, katika namna hizi zilizotajwa. Mafhum? Hakadha. Tunaendelea mbele. Alhurufu almushabbahatu bilaysa, herufi zenye kufanana na neno laysa. An-naw' ath-thalithu, aina ya tatu, min 13 naw'an, kwa maana hadha an-naw' ath-thalith, hii ni aina ya tatu, min 13 naw'an, katika zile nini aina 13 za awamil lafdhiyatun sama'iyya. Kwa hiyo tukisoma na hii aina ya tatu zinabakia aina ngapi? 10. Anasema harfani yarfa'ani al-isma wa yansibani al-khabara. Tayib, kwa hiyo kumbe hii an-naw' thalith ni mubtada hapa sio hadha ni mubtada, hiyo khabari yake ni harfani. Tamam jamani. An-naw' thalithu, aina ya tatu, min 13 naw'an, katika zile aina 13 za awamil lafdhiya sama'iyya. Harfani ni harufi mbili, yarfa'ani al-isma, zenye kulirufaisha jina, wa yansibani al-khabara, na zenye kuinasibisha khabari. Wa huma, na hizo harufi mbili, ma ni ma, wa la na la. Almushabbahatani bilaysa, zenye kufanana na laysa. Nahwu, mfano kusema ma zaidun qa'iman, zaidi si mwenye kusimama, wala rajulun hadiran, na hakuna mtu aliyehudhuria. Wala rajulun hadiran, na hakuna mtu aliyehudhuria au aliyekuwepo. Sawa sawa. Hii ma ndiyo ile ma inayoitwa ma hijazia, ndiyo ile ma inaitwa nini? Ma hijazia. Sawa sawa. Na hii la ni ile la inayoitwa nafiyatun lilwahda, nafiyatun lilwahdati, ndio la hii. La ambayo inafanya kazi ya laisa ni la inayoitwa nafiyatun lilwahdati. Tamam. Kuna la mbili, kuna la nafiyatun liljinsi ambayo ni maarufu, nayo inafanya kazi ya inna, na hii ni la nafiyatun lilwahdati ambayo inafanya kazi ya laisa. Tofauti yake iko wapi? La nafiyatun liljinsi, ile inakanusha jinsi nzima, inakanusha jinsi nzima, na hii la nafiyatun lilwahdati inakanusha umoja katika jinsi. Inakanusha nini? Umoja katika jinsi. Ina maana gani? Hebu tuanze katika la nafiyatun liljinsi. La nafiyatun liljinsi mfano wake ni kusema la rajula fi ddari, hakuna mtu yoyote ndani ya hii nyumba. Hakuna mtu yoyote ndani ya hii nyumba, kwa maana hakuna jinsi ya mtu katika nyumba hiyo, lakini uwezekano kuwepo jinsi nyingine, aidha panya, paka, kunguni, njiwa upo, lakini jinsi ya mtu hakuna kabisa. Hiyo ni la nafiyatun liljinsi. Na la nafiyatun lilwahda, la yenye kukanusha umoja, mfano wake ni vipi? La rajulun hadiran, hakuna mtu aliyehudhuria. Sasa hii la nafiyatun lilwahdati, kwa nini tumesema inakanusha umoja? Inakanusha umoja kwa sababu unaweza ukaleta wingi baada yake, unaweza ukaleta wingi baada yake, ukasemaje? La rajulun hadiran bali rijalu, la rajulun hadiran bali rijalu, hajahudhuria mtu mmoja, bali rijalu, bali wamehudhuria watu zaidi ya mmoja, aidha watu watatu, watu wanne, watu watano, sita na kuendelea. Ndio maana ikaitwa la nafiyatun lilwahda, la yenye kukanusha umoja. Tamam. Hakadha. Kwa hiyo ina tofauti na ile la nafiyatun liljinsi. Kwa hiyo hizi ndo herufi mbili zenye kufanya kazi ya laisa. Ma inaitwa ma hijazia, la inaitwa la nafiyatun lilwahda, na irabu yake ni kama irabu ya laisa. Ni kama nini? Irabu ya laisa. Utasema tu ma nafiyatun hijaziyatun, ma nafiyatun hijaziyatun, zaidun ismu ma. Sawa sawa.
unaweza ukaongezea ma nafiyatun hijaziyatun ta'malu amala laysa, ta'malu amala laysa. Zaidun ismuha qa'iman khabaruha. Tamam. Ila rajulun hadirun la nafiyatun lilwahdati ta'malu amala laysa, rajulun ismuha hadiran khabaruha. Tamam, hakadha. Sasa baada ya hapo shekhe akaja kuleta tofauti iliyopo kati ya ma inayofanya kazi ya laisa na tofauti iliyopo kati ya la inayofanya kazi ya laisa. Kwa hiyo hapa anaelezea tofauti ya ma na laisa, zina tofauti gani au zote zinafanana? Zina tofautiana. Sasa anataja tofauti yake, anasema wa mushabahatu ma bi laisa, na kule kufanana hii ma na laisa, min haithu, ni katika upande innama, ya kwamba hii ma linnafi, inakuja kwa ajili ya kukanusha. Watafil hala, na inakanusha ile hali ambayo inaelezewa mbele yake. Hali inayoelezewa mbele yake ni vipi? Ma zaidun qa'iman, maana anakanusha hali ya kusimama kwa Zaidi moja kwa moja, sawa sawa. Wadukhuli ala almaarif wannakirat, kwa maana walidukhuli, na inakuja ikiwa inaingia katika maarifa wannakirat, na katika majina ambayo ni nakirat. Utaona pale Zaidun ni maarifa, Zaidun si ismu alamun, ni maarifa, sawa sawa. Lakini pia ma inaingia katika nini? An-nakirat, sawa sawa. Na mfano wake pia imekuja katika Qur'an katika upande wa maarifa, wama rabbuka bidhallamin lilabid, katika surati Fussilat aya ya 46, wama rabbuka bidhallamin lilabid. Pale ma ile ni ma nafiyatun hijaziyatun ta'malu amala laysa, rabbu ismu ma, sasa au ma au rabbu ismuha mudhafu, alkafu, sasa ila akhiri. Kwa hiyo wadukhuli ala almaarif wannakira, maana walidukhuli ala almaarif wannakira, na inakuja ikiwa inaingia katika majina ambayo ni maarifa na majina ambayo ni nakira. Wa ala almubtada'i wal khabar, na inaingia pia katika mubtada na khabar. Wa dukhuli alba'i ala khabariha, na kuingia kwa be, kwa maana inakuja ikiwa nini? Inakubali kuingia be ala khabari. Wa dukhuli alba'i ala khabariha, inakuja ikiwa inakubali kuingiliwa na ba katika nini? Khabari yake. Nahu, mfano kusema ma zaidu qa'imin, ma zaidun biqa'imin, ma zaidu biqa'imin, Zaidi hakuwa ni mwenye kusimama. Ma zaidun biqa'imin, Zaidi hakuwa ni mwenye kusimama. Tamam. Kama anna laisa kadhalika, kama namna ilivyokuwa laisa kadhalika ni yenye kufanya kazi kama hiyo, sawa sawa. Laisa zaidun biqa'imin, inakubali sasa. Lakini pia mfano wake wa ma wa inakubali kuingiliwa na be katika habari yake imekuja katika Qur'ani, mfano ambao tumeutoa hapo nyuma, si ndio? Katika surati Fussilat aya ya 46, wama rabbuka bidhallamin lilabid, sawa sawa. Wa mushabahatu la bilaysa, kwa hiyo utaona zile zilizotangulia ni sifa za ma. Kuna baadhi zinashirikiana na hii la, lakini kuna baadhi la haishirikiana na ile ma, sawa sawa. Utaona tofauti yake. Anasema wa mushabahatu la, na kufanana la bilaisa na laisa, min haithu, ni katika upande inna la, kwamba la linafi, inakuja ikiwa na maana kukanusha. Wa dukhuli ala nakirat, inakuja ikiwa ni yenye kuingia katika majina ambayo ni nakira peke yake, majina ambayo ni nakira peke yake. Wa ala almubtada'i wal khabar, wa ala almubtada'i wal khabar, na inakuja ikiwa inaingia katika mubtada na khabar, duna nafi alhali, basi na kukanusha ile hali iliyoelezwa mbele ya la, sawa sawa. Ndio maana ikawa nini? Inakanusha umoja tu. Kwa sababu gani? Anaweza mtu akasema la rajulun hadira, hakuna mtu aliyehudhuria, lakini akasema balir rijalu. Sasa hajakanusha ile hali ya kuhudhuria, sasa moja kwa moja hajaikanusha ile hali ya kuhudhuria moja kwa moja,
bali ameikanusha katika umoja, kwamba hakuna mtu mmoja aliyehudhuria, lakini wamehudhuria watu wengi. Kwa hiyo haikanushi hali, haikanushi nini? Hali. Sawa sawa, haikanushi nini? Hali. Sawa sawa, Kwa hiyo inna la, ya kwamba la linafi inakuja ikiwa na maana ukanusha, wadukhul ala nakirat, na kuingia katika majina ambayo ni nakira, wa ala almubtada wal khabar, na kuingia katika mubtada na khabar, duna nafi alhal, basi na kukanusha hali, kwa maana inakanusha nini? Umoja. Kwa maana ikaitwa la nafiyatun lilwahda, wadukhul ala almaarif, maana wa duna dukhuli ala almaarif, na basi na kuingia katika majina ambayo ni maarifu. Utaona sasa hapa inatofautiana na nini? Na ile ma katika sifa mbili za mwanzo ambazo zimetajwa. Nyingine iliyobakia itatajwa wapi? Mbele hapo. Sifa ya kwanza nini? Nafi alhal. Ma inafanya kazi ya kukanusha hali, lakini hii duna nafi alhal. Ila haikanushi hali. Sifa ya pili, ila haingii katika majina ambayo ni maarifa, inaingia katika majina ambayo ni nakira peke yake. Sawa sawa. Sifa ya mwisho wa dukhulil ba ala khabariha, maana wa duna dukhulil ba ala khabariha, na pasi na kukubali kuingia ba katika habari yake, ila habari yake haiingiliwi na ba kama ile habari ya ma. Sawa sawa. Nahu, maana wadhalika nahu, na ilo iloelezwa nahu, mfano kusema la rajula fi dar. Sawa sawa. La rajula, sio la rajula, imekosea hapo, ni la rajulun. Sawa, kama tulivyosoma mwanzo kule, ili chapa imekosea. La rajulun fi dar, hakuna mtu katika hii nyumba, hakuna mtu katika hii nyumba. Utaona hapa la imeingia katika nakra. Sawa sawa, la imekanusha nini? Umoja. Kwa sababu gani? Anaweza akasema mbele bali rijal, bali kuna watu zaidi ya mmoja. Sawa sawa. Lakini pia imeingia katika ismu wa nakra na habari yake ijaingiliwa na be. Sawa sawa. Lakini pia ikaja kauli nyingine ikasema kwamba nini? Inakanusha hali ikiwa inakanusha nini? Inakanusha hali ikiwa haujaletwa ule wingi baada ya ule umoja ambao nini imekanusha. Sawa sawa. Hiyo ni kauli nyingine, lakini kauli yenye nguvu ni kwamba nini? Ila inakuja lilwahda, kwa ajili ya kukanusha nini? Umoja. Sababu mara nyingi huwa wakiitumia kuleta wingi baada yake. Sawa sawa. Ni nadra ikawa mtu anatumia la hii ya nafiyatu lilwahda kisha asilete wingi baada yake. Sawa sawa. Kwa hiyo ndio, hizo ndio herufi ambazo ni mushabbaha bilaisa, ambazo ni ma nafiyatun hijaziyatun, na kazi zake ndio hizo. Sawa sawa. Na hali zake ndio hizo. Nyingine ni la nafiyatu lilwahda, ambayo sifa zake ndio hizo na kazi zake ndio hizo, lakini kati yake kuna tofauti ambazo zimeshatajwa na tumeshazipitia kwa ufupi. Wa ila huna ntahi. Alkamalu lillah wal ismatu lil anbiya wan naqsu lana wa hadha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.